Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema na kibali alichonipa kusimama kulihudumia kanisa la Mungu. Si kwa akili nilizo nazo za kibinadamu, bali ni kwa neema ya Mungu. Nina kila sababu kusema Mungu asante kwa maisha ulionipa ya kukutumikia. Laiti wangekuwa wengine wasingeweza, kwa sababu wangekata tamaa mapema. Kwa nini wangekata tamaa mapema? Kwa sababu changamoto wanazopitia ni nyingi, pia ni nyingi na ni kubwa zaidi. Lakini yalinipasa nijitie moyo mimi mwenyewe wakati ngali bado namtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ninavyokuambia wewe, usikate tamaa. Mtafute Mungu kwa bidii, atakuja na atakuitikia na ataonekana pia. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo nitakachotembea nacho kinasema kukomboa mikono ya kiroho na kimwili iliyofungwa na nguvu za giza. Kukomboa mikono ya kiroho na kimwili iliyofungwa na nguvu za giza. Kukomboa mikono ya kiroho na kimwili iliyofungwa na nguvu za giza. Ninaposema nguvu za giza, mnajua, au naweza nikasema pale nikaweka mabano nikasema uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya neno mikono, tafsiri ya mikono. Mikono ni hii ninayonyosha hapa. Hii ni mikono. Lakini siku zote tafsiri ya neno mikono ni kiungo kinachotumika kuchukulia baraka zako kwa Mungu wetu au Mungu wako. Tafsiri ya neno mikono ni kiungo kinachotumika kuchukulia baraka zako kwa Mungu wako. Hiyo ndio maana tafsiri mikono. Au hutumika kumsaidia mtu katika shughuli za utendaji kazi katika maisha ya kila siku. Hutumika kumsaidia mtu katika shughuli za utendaji wa kazi katika maisha ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo mikono ufanya jambo lolote. Nisipokuwa na mikono siwezi nikarima, siwezi nikafanya biashara, siwezi nikafanya kitu chochote katika mazingira ninayoishi. Ndiyo, wapo ambao hawana mikono. Aidha mikono yao walipata ajali wakakatwa mikono. Aidha walifanya vitu fulani, mikono wakawa hawana, wakabaki na viungo nusu. Lakini Mungu aliyekupa mikono yako yote miwili, wakati unaweza ukafanya kazi au usifanye kazi. Isaya sura ya 59 mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu. Anaposema imetiwa unajisi kwa damu, anamaanisha kwamba kuna wakati mwingine tumeshika damu ambazo zisizo na hatia, au tumechukua vitu ambavyo havina hatia, na ndio maana mikono ya kwetu ikamwaga damu. Nikutolee mfano au nijitolee mfano mimi mwenyewe. Iko hivi, hii mikono ina kazi nyingi sana. Mikono ya kwako na mikono ya kwangu. Hii mikono inaweza ikafanya uasi fulani mbele za Mungu. Na baadaye unapoenda kumuomba Mungu anakuambia, "Pita, naona mikono ya kwako inalilia damu mbele zangu. Damu inamwagika kwenye mikono ya kwako. Sitayasikia maombi ya kwako." Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anaona kwenye mikono ya Pita damu inamwagika kabisa. Atasikieje maombi ya kwangu wakati anaona damu mikononi mwangu inamwagika? Hawezi akasikia. Ili aweze kusikia, lazima nirudi mbele za Mungu kwa toba. Ikiwa nilifanya uasi wowote, uasi wa namna yote, aidha niliua pasipo kujua, niliasi pasipo kujua, damu hii ikanililia mimi. Nilipoenda mbele za Mungu akakataa maombi ya kwangu, akasema, "Pita, ili nijibu maombi ya kwako lazima nione mikono yako ikiwa imetakaswa." Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo huwezi ukaenda mbele za Mungu ukiwa mikono ya kwako damu zinaonekana hivi. Hapana. Lazima mikono ya kwako na mikono ya kwangu itakaswe. Ikishakishwa kutakaswa, ndipo Mungu akubali kile ninachokwenda kumuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kuna aina mbili za mikono. Kuna aina mbili za mikono. Kuna mikono ya kiroho na mikono ya kimwili. Hii hapa ni mikono ya kimwili. Mikono ya kiroho huwa haionekani, na ndio ambayo hupokea baraka za kwako za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nahitaji baraka za kwangu, nahitaji baraka za kwangu, ninaponyosha mikono, ishara za mikono ni hapa. Lakini kuna mikono ambayo inapokea baraka za kwangu, mikono ya rohoni ambayo haionekani kwa macho ya kawaida. Ninapomwambia Mungu, nataka unibariki kwa viwango ninavyotaka, anasema Pita, nyosha mikono nikubariki mwanangu. Ndipo mikono inayotoka, hii hapa ni ya nje, iko ya ndani ambayo haionekani. Ndipo unaona ghafla, huwa ninawaambia, omba Mungu akufungue macho ya roho uweze kuona kinachoendelea ni kipi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa waombaji wanajua, wanaodumu katika maombi wanajua, ili uweze kubarikiwa, hii mikono inafanya kazi ya nje. Mikono ya ndani ya kiroho ni kuchukua baraka za kwako kutoka kwa Mungu. Ili Mungu akubariki, lazima mikono ya rohoni itoke ili upokee baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanatamani kubarikiwa. Je, Mungu anakuuliza, nakubarikije Pita? Kama sijaiona mikono ya kwako, sawa, ndiyo nimeenda mbele za Mungu. Mungu, nimekuja kuchukua baraka zangu. Nimekuja kuchukua. Pita, cha kuchukulia kiko wapi? Anatazama, anajiuliza. Umekuja ndiyo, cha kubebea kiko wapi? Ndipo nitakapomwambia Mungu, mikono hii hapa imekuja. Nimekuja kuchukua baraka za kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapomwambia Mungu, nataka unibariki, anakuambia baraka hizi hapa zimekuja. Je, cha kuchukulia kiko wapi? Ndipo ghafla mikono ya rohoni inatoka. Hutaiona kwa macho ya kawaida, bali utaiona kwa macho ya rohoni. Utaiona tu hii hapa ya mikono ya nyama, lakini mikono ya rohoni haionekani kwa macho ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana ya tafsiri ya mikono ya rohoni, anasema mikono ni mikono isiyoonekana kwa macho ya nyama, bali huonekana kwa macho ya rohoni. Tafsiri ya neno mikono ya rohoni ni mikono isiyoonekana kwa macho ya nyama, bali huonekana kwa macho ya rohoni. Ili uweze kuiona mikono ya rohoni, lazima uwe na macho ya rohoni, ndipo utakapoiona. Lakini kama huna macho ya rohoni, hutaweza kuiona mikono ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tafsiri ya mikono ya rohoni ni mikono isiyoonekana kwa macho ya nyama, bali huonekana kwa macho ya rohoni. Hiyo ndio tafsiri yake. Ninapokuwa na macho ya rohoni, lazima nijue kuna mikono ya rohoni. Na ninapojua kuna mikono ya mwilini, lazima nijue kuna mikono ya rohoni. Ili kutaka kujua kama kuna macho ya nyama, lazima kuna macho ya rohoni. Kila kitu. Ukitaka kujua kuna miguu ya nyama, lazima miguu ya rohoni ipo. Na ndio maana miguu ya rohoni inatumika kutuongezea hatua katika ulimwengu wa roho. Miguu ya nyama haina safari yoyote. Ili kutaka kupiga hatua, lazima ujue miguu ya rohoni ina hatua gani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama mikono ya kwako na mikono ya kwangu, yote ni mikono ndio. Lakini kuna wakati ambao watu kama watu au mimi kama mimi, wanasema Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi
wameshindwa kuendelea kwa sababu mikono yao imefungwa kiroho. Utasema kaka, unasemeje? Leo hii naweza nikampa mtu yeyote 50,000 kama nenda kafanya biashara, nikampa, lakini mwisho wa siku anakuambia sijapata faida, mtaji umeisha. Kwa nini? Mikono ya rohoni imefungwa. Mikono ya nyama ilipokea pesa kama pesa, lakini mikono ya rohoni ilifungwa. Adui aliikamata. Kile unachojaribu kufanya ufanikiwi, unafanya hiki hakiendi. Kwa nini? Kwa sababu mikono ya rohoni imefungwa kiroho. Na ndio maana watu wengi huwa ninawaambia, jaribu kuombea kila kitu unachofanya. Wanasema kaka, unajueje? Huwa ninawaambia, nasema jamani, adui amesimama malangoni, hataki Wakristo wafanikiwe. Hakuna kitu kigumu kwenye mafanikio. Kila kitu kinahitaji uombe kwanza ndipo ufanikiwe. Ufanye biashara, uombe kwanza ndipo ufanye biashara. Uwezo ukafanya biashara pasipo kuomba. Kuna watu kwenye biashara zao wanatumia chuma urete. Niko hapa mimi nasema, mtu anaweza kutumia mikono yako kufanya kazi, anafanikiwa, yeye ufanikiwi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio huwa ninasema kwamba ukiona mikono ya kwako ati wakati usiku umelala unashambuliwa. Watu wengine wao wanaota wanang'atwa na vitu mikononi. Mtu amelala, utakuta ghafla kitu kimekuja kinakung'ata. Unashtuka. Sikia, adui anafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho wa giza. Akijua tu fulani nyota yake ni nzuri, najua kila kitu ni kizuri kwake, atacheza na wewe miaka nenda rudi, siku nenda rudi, mpaka ahakikishe kwamba amekuweza. Lakini anapokuta una ujasiri wa Mungu ndani yako, unakiombea kile kitu unachokifanya, lazima hata kuja akuguse kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja nisomee Zaburi sura ya 7 mstari wa 3. Zaburi sura ya 7 mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa mna uovu mikononi mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa, Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa mna uovu mikononi mwangu. Sikia, yapo mengi tunafanya kwenye mikono ya kwetu, yapo mengi tunatenda kwenye mikono ya kwetu, lakini Mungu anatazama, ikiwa mimi Peter nimetenda uovu kwenye mikono ya kwangu, lazima nimuombe Mungu anitakase hii mikono, aitakase kwa toba, kwa damu ya kwake, ili Mungu ninapoenda kwake aikubali mikono hii. Bwana Yesu asifiwe. Mikono imefanya vitu vingi vya unajisi, na ndio maana hata ingekueche, hata ningeombeche, hata ningenyosha mikono juu ya wagonjwa 1000 na 1000, hawatafunguliwa, kwa sababu mikono yangu ina unajisi, imemwaga damu ambayo haina hatia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kabla ya yote lazima mikono ya kwangu na ya kwako itakaswe. Ikishakishwa kutakaswa, ndipo kile tunachokifanya mbele za Mungu akikubali kupitia mikono ya kwetu. Watu wengi tunatamani kufanikiwa. Je, ushawahi kumuuliza Mungu, nafanikiweje kwenye hili eneo? Adui anapambana na mikono ya kwako. Adui huyo anapambana na fahamu za kwako. Adui huyo anapambana na miguu ya kwako ya rohoni. Anakufunga miguu, anakufunga mikono, anafunga ufahamu, anafunga macho ya rohoni. Hutaona na hutawaza chochote kile kuhusu shughuli za kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tunajua kwamba Mungu yuko kila mahali, unapoenda kumwambia Mungu, mikono ya kwangu hii ninayoifanyia kazi, natamani ifunguliwe kila saa, maana mikono yetu imefanya unajisi pasipo kujua. Ili ufanikiwe kwenye mambo ya kwako yote, lazima mikono ya kwako itakaswe na damu ya Yesu. Mungu aifungue ili uweze kufanya biashara yoyote, lazima mikono yako itakaswe. Pasipo kutakaswa, nitafanya biashara lakini nafanyia wengine.
kuna watu tumetofautiana kiimani. Kila mtu anaamini ya kwake. Kama mimi ninamwamini Mungu aliye hai, wapo wanaoamini miungu ya kwao, wanafanya biashara na miungu ya kwao, wanafanya ibada na miungu ya kwao. Lakini wakati huo huo ninayemwamini Mungu aliye hai, ninapoenda mbele za Mungu kwa thabiti kabisa, namwambia Mungu, yoyote anayetumia chuma ulete kuiba faida ya kwangu kwenye biashara ya kwangu, apigwe, lazima apigwe, akamatwe, lazima atakamatwa, kwa sababu ninamwamini Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wamelia, hela zinapotea, nafanya biashara, hela zinapotea. Wapi zinaenda? Lakini utakuta jirani yako huyo, unaishi naye huyo, unaicheka naye huyo, ndio huyo anayekusababishia safari ndefu ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana huwa natamani unapoingia kwenye maombi, omba kama uombagi vile. Muombe Mungu kama uombagi hujawahi omba. Omba kama unakufa leo, maana sijui nitakufa lini, hujui utakufa lini. Na ndio maana watu wengi unapoingia kuomba, omba kama hautaomba tena. Kwenye maisha haya pasipo maombi ni kazi bure. Tunadumu na kuishi kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ili niweze kufunguliwa mikono ya rohoni, lazima niwe muombaji. Ili niweze kuona vitu vinavyoendelea rohoni, lazima macho ya rohoni yafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui upande wako wewe, sijui mwenzangu upande wako wewe mwenyewe binafsi, sijui. Lakini ninaamini kwamba ninapokuwa muombaji, lazima vitu vya rohoni nivione. Lazima mikono ya rohoni nichue inatenda kazi kwa kiwango kipi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Isaya sura ya kwanza. Isaya sura ya kwanza mstari wa 15. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua anaposema mkunjuapo mikono yenu, nikunjuapo mkono wangu. Ninapokunjua mkono huu, usio umejaa damu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi, kuna mahali nilishawahi kushuhudia, na hisi naye alikuwa tu ni Roho Mtakatifu akawa ananiambia. Nilikuwa ushirikani pale kwetu. Nilikuwa pale. Ghafla, ilikuwa ni mwaka juzi, baba fulani akawa amepita kwenda, muda wa kutoa sadaka umefika, akatolea mkono wa kushoto kwenye madhabahu. Akawa anatembea anakuja, akatolea mkono wa kushoto. Nikabaki za Mungu, mbona ana mikono yote miwili umempa? Kwa nini nakutolea mkono wa kushoto? Nilibaki na huzunika na lia. Nikamwambia Mungu, sijajua iye sadaka amebeba ina maana gani kwake. Paka mkono wa kulia umempa, mkono wa kushoto umempa. Anaenda anashika sadaka kabisa hivi, anapeleka kwenye madhabahu namna hii. Madhabahu takatifu ya Mungu. Unapeleka mkono wa kushoto, unapeleka sadaka kwa mkono wa kushoto kweli? Ni baba, ni mtu na heshima zake. Siwezi sema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni siri, sadaka zingine zimebeba uovu. Mtu anapeleka kwenye madhabahu sadaka kirema, imetoka kwenye miungu mingine, anapeleka kwenye madhabahu. Na Mungu anapokupa tafsiri ya kuona kwenye macho, ndipo unapoanza kujua si wote wanaoleta sadaka iliyo kamilifu. Wengine wanaleta sadaka za vilema ambazo zimetoka kwenye madhabahu ya mashetani. Na ndio maana Mungu anapokusemesha jambo kuhusu vitu fulani kwenye ulimwengu wa roho, usisite kuomba. Omba, yamkini Mungu amekuona wewe. Omba kwa ajili ya mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, ninapokunjua mikono ya kwangu kwenye madhabahu, hakikisha kwamba Mungu haoni damu yoyote kwenye mikono hii. Hakikisha Mungu haoni unajisi wowote kwenye mikono ya kwako. Eisa imebeba nini? Ukikunjua, ukifunga, hakikisha mikono yako haijabeba
unajisi wowote wa damu. Lakini Mkristo mimi ninapoenda mbele za Mungu na kuja kabisa kwa ukamilifu, natoa sadaka iliyo kilema, alafu Mungu anaona kabisa mkono wa Pita umebeba sadaka ya damu, analeta hapa. Sikia, Mungu atawapiga hapa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atawaadhibu hapa hapa. Mimi nasema uwezo ukatoka na sadaka ambayo imetoka kwenye miungu mingine inakuja kwenye madhabahu ya Mungu. Sikia, na ndio maana waombaji siku zote msilale. Kwa nini unalala? Kwa sababu vipo vinavyoingia viko najisi kwenye madhabahu. Alafu muombaji unalala. Unapolala Mungu atainua mawe, yataomba kwa ajili ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kujua nini Mungu amekupa. Tamani kujua nini Mungu anachokuambia kwenye huduma ya kwako. Tamani kujua nini Mungu anakusemesha kila wakati. Watu wengi wamesemeshwa na Mungu lakini wameshindwa kujua hapa ni Mungu anasema hapa au ni nani anasema. Eiza amekwambia, mwanangu, ombea mikono ya kwako, mbona ufanikiwi, imefungwa. Unasema hii ni sauti batili inapita. Sikia, atakuja tena kwa mara ya pili, Pita, ombea mikono ya kwako, imefungwa, ufanikiwi kiuchumi. Kwa sababu kazi zetu siku zote, ili tuweze kufanikiwa, lazima tufanye. Tunapofanya kwenye mikono ya nyama, mikono ya rohoni lazima ipokee baraka. Ili niweze kutajirika na Mungu anitajirishe, lazima mikono ya nje ifanye kazi. Ili mikono ya rohoni inapopokea mavuno inabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukabarikiwa kama mikono ya rohoni imefungwa. Huwezi. Unabarikiweje? Utalima eka mbili lakini unavuna magunia haya mawili. Kwa sababu gani? Mikono ya rohoni imefungwa. Adui anatumia mikono ya kwako ili Mungu akubariki, anatumia mikono hiyo hiyo. Adui yule yule anataka mikono ya kwako ufanikiwe, anatumia mikono ya kwako kwa shughuli za kwake. Mungu anataka kubariki, haoni anakubariki wapi wakati adui amekufunga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani katika semina hii Mungu afanye kitu juu yako. Mungu afanye kitu juu yako. Sijajua kwa nini Mungu anasema hiki kitu. Kuna watu na mtu huwezi ukajichua kama umefungwa, lakini Mungu anapokuambia jambo, kaa ukijua. Watu wamekuwa ni wazito kusikia sauti ya Mungu ikiwasemesha. Unatamani kufanya biashara, ndio. Je, utapata mtaji vizuri? Sawa. Utafanya biashara ndani miezi kadhaa, imekufa. Kwa sababu pesa ulioipata, cha kwanza hukuiomba, hukumkabidhi Mungu ile pesa. Na ndio maana huwa ninawaambia wafanya biashara wote, unapotaka kuanzisha biashara ya 50,000, chukua 10,000 ipeleke kwenye madhabahu, mwambie Mungu, hii hapa ilinde biashara ya kwangu. Lakini watu wengi ukiwaambia swala hili, umegusa mboni ya jicho. Umegusa mboni ya jicho. Yaani mtu kumtolea Mungu sadaka kwenye ile biashara ya kwake anaona ni shida sana. Ili Mungu aweze kulinda uchumi wa kwako, kulinda biashara ya kwako, kulinda mtaji ulio, lazima aone ukimtolea. Mikono siku zote ndio inayofanya kazi. Mikono ya mwilini, mikono ya rohoni inafanya kazi. Ili mikono ya mwilini ifanye kazi, mikono ya rohoni yenyewe inapokea. Mwisho wa siku unaona baraka zinafurika namna. Kwa nini? Kwa sababu mikono ya rohoni haijafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani Mungu akufungue mikono ya kwako. Ndio tamanio la kwangu asubuhi ya leo. Natamani Mungu akufungue mikono ya kwako. Unatamani kufanya kitu fulani, unatamani ndio, lakini bado unaona bado unakoelekea hufiki. Kwa nini? Kwa sababu mikono ya rohoni imefungwa. Ufahamu umefungwa. Miguu ya rohoni imefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia miguu ya rohoni inanisaidia mimi kutembea hatua ya mbali. Kutembea hatua ya mbali. Na mikono ya rohoni inanisaidia kupokea baraka za Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoishi kwenye maisha haya, usipende kumwamini mtu sana.
Unapoishi katika dunia hii, usipende kumwamini kila mtu. Huwa ninasema, yani namaanisha hivi, si kila mtu ni mtu. Mwingine amekupenda kwa jinsi ulivyo, mwingine anakufahamu wewe jinsi ulivyo. Na ndio maana nikaweka neno hili, unapokuwa muombaji eneo hili kwenye mambo ya kwako binafsi, hakika mikono ya kwako, chochote utakachogusa lazima ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chochote utakachogusa lazima ufanikiwe. Unafanikiweje? Kwa sababu umekuwa attention kuiombea mikono ya kwako ya rohoni. Mikono ya mwilini inafanya kazi, mikono ya rohoni inapokea baraka ambazo wewe umefanya kazi nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana ya tafsiri ya mikono ya mwilini, maana ya tafsiri ya mikono ya mwilini ni mikono inayoonekana kwa macho ya nyama au kwa macho ya mwili. Ni mikono inayoonekana kwa macho ya nyama au kwa macho ya mwili. Mikono ya mwilini ni mikono inayokusaidia wewe kufanya kazi, na ndio mikono ambayo inaonekana. Hii hapa kila mtu anayo, lakini nikasema mikono ya rohoni haionekani kama una macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi ikaonekana kama una macho ya rohoni. Ili uweze kuona mikono ya rohoni lazima uwe na macho ya rohoni. Nikasema ili uweze kuona miguu ya rohoni lazima uwe na macho ya rohoni. Kila kitu kinategemeana na jinsi unavyoona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Macho ya rohoni yanapofunguliwa, nafananisha na mikono ya rohoni inapofunguliwa. Unapofunguliwa macho ya rohoni, kuna vitu utakavyoona kwenye ulimwengu wa roho. Lakini watu wengi walishasema, Mungu, naomba unifungulie macho ya rohoni ili niweze kuona wachawi wa kitu. Sio kazi ya macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Sio kazi ya macho ya rohoni. Na ndio maana Mungu akikufungua macho ya rohoni lazima uwe mjasiri, msiri mno. Mungu atakuonyesha vitu vizito mno ambavyo ghafla wewe mwenyewe unaweza kutetemeka. Ukasema, Mungu, kwa nini ulinifungua haya macho? Unaweza kutamani Mungu akamwambia Mungu nifunge. Na kisha kufunga yale macho, ndipo adui anapopata nafasi ya kuja kwako kukusakama. Unapokuwa na macho ya rohoni, inakusababisha kuiona mikono ya rohoni inapokea baraka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani Mungu afanye jambo, natamani Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Na ndio maana nikasema, unatamani kufanya kitu fulani, alafu fiki tamati, hufiki mwisho wa jambo. Kuna vitu vinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kuna vitu vinaendelea kwenye ulimwengu wa roho pasipo wewe kujua. Kuna vitu vinafanyika pasipo wewe kujua. Ili uweze kujua lazima umruhusu Mungu aingilie kati ili jambo. Umruhusu Mungu aingilie kati. Kila mipango unayoipanga kwako lazima uruhusu Mungu aingilie kati ili jambo. Pasipo kuruhusu nguvu za Mungu, hutatoka hilo eneo. Utafanya kazi miaka nenda rudi, hutafanikiwa. Kwa sababu adui anashindana na wewe. Anajua huyu anafanya kazi sana asubuhi mpaka jioni. Anafanya kazi sana asubuhi mpaka jioni. Analipa kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini haoni anachokifanya. Kumbe adui na yeye ametega mkono wake pale pale. Atakapofanya hiki, atakapopata, nachukulia kabisa. Nachukua kabisa. Lakini nikasema kwamba Mungu anapokupa macho ya rohoni, atakupa neema ya kuona kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tamani Mungu akufungue mikono ya rohoni. Anapokufungua mikono ya rohoni, mikono ya mwilini inakuwa na ujasiri wa kufanya kazi. Wengi wao wamekuwa ni wavivu kufanya kazi kwa sababu mikono ya rohoni imefungwa. Mikono ya mwilini inakuwa ni legevu mno. Laiti mikono ya rohoni ingekuwa imekwisha kufunguliwa, mikono ya mwilini ingekuwa sharp kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio matamanio yangu mbele za Mungu kwenye hii semina. Ninamuomba sana Mungu
akusaidia nisaidie. Kinachofanyika kifanyike kwa mapenzi ya Mungu ya Baba peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kisifanyike kinyume na mapenzi ya Mungu, kifanyike kwa mapenzi ya Baba peke yake. Anapokupa ujasiri wa kuomba, omba kama hutaomba tena. Anapokuambia mwanangu, sehemu fulani iliweze kutoka, omba mwenyewe. Kuna wakati mwingine uwezo kawaombea watu, wenyewe inatakiwa waombe ili wafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Wachiombee wenyewe wafunguliwe. Unapoenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, ninakuhitaji unifungue ili eneo, na kweli Mungu anakufungua. Aone wewe una uchungu gani ndani ya moyo wako. Machozi yanapotiririka, huwa ninasema chozi la mtu mzima likidondoka hapa linarudi. Likidondoka chini hapa linarudi na majibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu mzima analia kwa uchungu sana, machozi yakatoka, yakadondoka kwenye ardhi hii, hakika nakwambia machozi hayo yanaporudi kumrudia yeye, hatarudi na huzuni tena, yatarudi na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani Mungu afanye jambo jipya kwenye maisha ya kwako. Ikiwa umepita kwenye vitu ambavyo havikueleweka, ulishindwa kujua kabisa, na kumwambia Mungu, niko hapa. Niko hapa, nisaidie. Sio mimi nitakaye kufungua. Mungu mwenyewe ndiye atakaye kufungua. Sio mimi nitakaye kuombea. Mungu mwenyewe atakaye kuombea. Ndio maana nasema hatujui kuomba. Roho Mtakatifu atufundishe kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio matamanio ya Mungu. Hatujui kuomba, bali Roho Mtakatifu atufundishe kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nataka nikwambie. Hebu fungua kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 8. Watumwa wanatutawala. Hakuna mtu wa kutukomboa na mikono ya kwao. Bwana Yesu asifiwe. Wakuu wa giza wanatumiliki. Hakuna wa kutukomboa na mikono ya kwao. Ni nani aweza kutukomboa na mikono ya kwao kama sio Mungu peke yake? Ni nani aweza kututoa kwenye mikono ya adui waliotufunga na pingu za chuma kama sio Mungu peke yake mwenyewe? Ni Mungu peke yake mwenyewe. Hakuna mwingine aweza kutuokoa. Hakuna mwingine aweza kutukomboa. Kwenye eneo la mikono, kwenye eneo la mikono, fanya uwezavyo. Hakikisha kwamba mikono ya kwako adui asikufunge mara kwa mara. Adui asicheze na mikono ya kwako. Kuna wakati mwingine mimi mwenyewe nilikuwa nikilala, kama sio maombi ya nguvu ambayo nilikuwa ninaomba, kama sio maombi ya nguvu ambayo nilikuwa nikiomba, Mungu akiniongoza kuomba, nilijikuta ghafla hivi mambo ya kwangu yanayumba kabisa, yanayumba. Mwisho wa siku Mungu akawa ananisemesha, Pita, unafanya vitu vingi lakini huoni kinachoendelea. Ghafla nikakaa, nikawaza, nikamwambia Mungu, kuna nini kinachoendelea? Ghafla akasema, mikono ya kwako unayoiona ina vitu kaza wa kaza. Ili uweze kufanya ili jambo, ingia kwenye maombi. Nilisikia, nikatekeleza. Ndani ya siku 3 ghafla nikaanza kuona mafanikio ambayo Mungu alikuwa ameachilia kwangu. Wanaulizana, hawana majibu ya kujibu. Nikifika eneo fulani wananiuliza, Pita, ulifanyeje? Nikawa nina jibu moja la kuambia, Mungu alisema ombea kile unachokifanya kila wakati. Na kweli kile ninachokifanya kila wakati lazima nikiombee. Shughuli ninazozifanya mimi binafsi lazima niombe, nimwambie Mungu, niko hapa, nisaidie. Nafanya hiki, Mungu nisaidie. Natenda hiki, Mungu nisaidie. Kila sehemu. Haijalishi ni kazi gani ndogo. Haijalishi unalima bustani, unalima nini. Muombe Mungu, mikono yako aitakase. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anacheza na mikono. Anapocheza na mikono, adui anapocheza na mikono, hakikisha kwamba ufahamu wa kwako anafunga usiwaze jambo lolote lile. Umekuwa na neema nzuri sana ya kufanya kitu, lakini ufanyi. Umekuwa na kitu fulani cha kufanya, lakini ufanyi kwa sababu ufahamu wa kwako umefungwa. Mikono ya rohoni imefungwa. Inapofungwa mikono ya rohoni, mikono ya nyama inakuwa imetulia kimya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie jambo lingine linalofuata hapa. Jambo linalofuata chini yake, baada ya kumaliza aina za mikono, nataka tuangalie
Watu wengi huwa wanajiuliza swali, nitajifungueje mikono niliyofungwa? Nitaifungueje mikono iliyofungwa? Watu wengi wanaweza wakawa na maswali hapo. Nitaifungueje mikono iliyofungwa? Nitaifungueje mikono iliyofungwa? Nataka uangalie kwenye mikono iliyofungwa kuna maombi special ya kuomba. Anasema maombi ya kufungua mikono iliyofungwa kipepo. Andika hiyo. Maombi ya kufungua mikono iliyofungwa kipepo. Maombi ya kufungua mikono iliyofungwa kipepo au na nguvu za giza. Weka mabano pale. Maombi ya kufungua mikono iliyofungwa kipepo. Maombi ya kufungua mikono iliyofungwa kipepo. Watu wangekuwa na swali la kuniuliza wakasema, kaka, hii mikono iliyofungwa kipepo tunaifungueje? Tunaifungueje? Sasa ninakwambia. Maombi ya kufungua mikono iliyofungwa kipepo. Kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 16. Kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 16. Anasema, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wa. Anasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa kushoto una utajiri na heshima. Kwa hiyo siku zote adui anapokung'ata mkono huu hapa, sikia, mkono huu hapa una utajiri na heshima. Mkono wa kushoto umebeba utajiri na heshima. Kwa nini watu wengi wameshindwa kuheshimiwa? Kwa sababu mikono ya kwao, mkono wa kushoto wa kwake adui ameukamata, adui ameushika pasipo yeye kujua. Na ndio maana wakati mwingine watu wamezalauliwa pasipo kujua. Anasema, mbona mimi niko hivi? Mbona mimi sieleweki? Sikia, sio kwamba hueleweki. Umeshawahi kumuuliza Mungu, kwa nini mimi watu wananizalau sana? Mtu anakuona na kutema mate pale. Sikia, adui amekamata mkono wako wa kushoto wenye heshima na utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Mkono wa kushoto umejaa utajiri na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Umejaa utajiri na heshima. Na kama umejaa utajiri na heshima, lazima niwe mtu wa kuombea mkono huu wa kushoto. Ikiwa adui ameukamata, ninapoendelea kuomba na kuomba na kuomba, ghafla vifungo vingine vinafunguka kutokana na maombi ya kwako. Sio mpaka mimi nikunyoshee mikono nikuombe. Unapoomba mwenyewe binafsi na kumwambia Mungu, naomba unifungue mkono huu, Mungu anakufungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio matamanio ya Mungu. Na ndio matamanio ya Mungu, na ndio kusudi la Mungu, kuona mtumishi wake akifunguliwa, kuona mtoto wake akifunguliwa. Umepita kwenye changamoto usizozijua, kwenye shida ambazo wewe hukuzijua, lakini unapomwomba Mungu akufungue, Mungu atakufungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio matamanio ya Mungu, aone ukifunguliwa kwenye mikono ya kwako. Anasema mkono wa kulia au mkono wa kiume, wingi wa siku au uhai. Mkono wa kulia umebeba wingi wa siku au uhai wa kwako au uhai wa kwangu. Ili niweze kufanya vyote kwenye mikono ya kwangu, lazima uhai uwepo. Nikiwa mfu sitafanya kazi. Na ndio maana nasema mkono wa kuume wa kulia una wingi wa siku za kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Ili niweze kufanya kazi, mkono wa kuume una uhai na una wingi wa siku kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona unashambuliwa mkono wa kushoto, maana yake ni nini?
Hilo ni swali. Ninapoona ninashambuliwa mkono wa kushoto, kuna maana gani? Wengi wao wameota wakishambuliwa mikono yote miwili au mkono wanashambuliwa. Hajui nini kinachomshambulia, hajui nini kinachomgusa. Utakuta ghafla umeng'atwa na kitu, hujui. Unashtuka, kimerudi tena kimekung'ata, hujui. Kumbuka nikwambie, hapo adui kuna kitu anaiba kwenye mikono ya kwako. Anaiba uchumi wa kwako, anaiba baraka za kwako ambazo Mungu ameziacha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote adui anacheza na ufahamu wa mtu. Anacheza na mikono ya mtu. Siku zote mtu aliyebeba baraka toshelevu mbele za Mungu, lazima adui atamuwinda kila siku. Lazima nimuwinde huyu nifanikiwe naye. Lazima nimuwinde huyu nichukue baraka alizo nazo. Lazima nimuwinde huyu nichukue nyota aliyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo anaposema unapoona unashambuliwa mkono wa kushoto, maana yake nini? Adui anakuzuia kufanikiwa kiuchumi. Ninapoona mimi nashambuliwa mkono wa kushoto, maana yake adui ananizuia kufanikiwa kiuchumi. Ninaposema uchumi, kwa mfano kwenye kilimo ni swala la uchumi, ufugaji ni uchumi, kila kitu, sekta yote ni uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unapoona unashambuliwa mkono wa kushoto, jua kwamba adui anakuzuia wewe kutokufanikiwa kwenye uchumi. Ulikuwa na heka 2, umepanda heka zote 2, ghafla unavuna magunia 20, wakati kwenye heka hizo 2 nitakuwa uvune magunia 100 na kuendelea. Umetunza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii adui hapo hapo amenyosha mkono. Unalima sawa, unapanda mbegu bora sawa, lakini mwisho wa siku kwenye mavuno hapa ndipo adui naye anakinga mkono, anasema wakati wa mavuno umefika. Wakati wa mavuno umefika, naye anaweka mkono wake pap. Anapoweka mkono wake hivi, yeye mwenyewe hautatoa pesa kama pesa, ila kuna kitu utatoa. Bwana Yesu asifiwe. Aisa mtoto kuumwa, wewe mwenyewe kuumwa, aisa vitu fulani kusumbua, ndipo tutauza yale mazao na kupeleka mtoto hospitali na kuhudumia wengine waliopo. Bwana Yesu asifiwe. Lengo lake tu ulivyo navyo viishe ndani. Angalia, leo niko hivi, leo niko afana kutazama, anakucheka, anasema hapa nimemweza, huyu nimemweza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unaona kwamba mkono wako wa kushoto unashambuliwa, jua kwamba adui anakufunga kwenye uchumi kutokufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kufanikiwa kwenye uchumi, lazima mkono wako uwe unauombea mara kwa mara kuitwapo leo. Uwe unauombea mara kwa mara kuitwapo leo, kwa sababu adui huyo anataka wewe akufilisi. Adui huyo anataka wewe ukishakwisha kuumwa, yale mazao yote ulionayo ndani uuze, alafu kahudumia watoto ambao wanaumwa. Nani hiyo kazi anayoitaka? Kuna mtu anataka kazi kama hizo? Hakuna. Mimi mwenyewe sizihitaji, kwa sababu ninafanya kazi pamoja na Mungu ili Mungu anibariki. Lazima aone kile ninachokifanya kwenye ardhi tuliopewa na Bwana Mungu. Tunafanikiwa kwa viwango. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanikiwa kwa viwango. Hatukuja duniani kwa ajili ya kulia. Tuliletwa duniani tuwe na furaha. Lakini adui huyo ameingiza huzuni ndani ya mioyo yetu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye uchumi tulio nao, kwenye kazi tunazozifanya, ameweka mkono wake pale. Anasema tutamwona pita mwaka huu. Samelima ndio. Amepanda mbegu bora ndio. Mbolea ameweka, tuone atavuna gunia ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi huwa natathmini heka nilizolima, nimelima ndio. Je, nitavuna gunia ngapi? Kabla ya yote niliwaambia, ardhi tumepewa ili tufanikiwe. Mbegu unayoipanda kwenye shamba hakikisha unaiombea. Na kupa mfano ulio halisi. Yaani Mungu ni wa ajabu sana.
huwa ninasema sitomwacha Mungu maishani mwangu kamwe. Nilipokuwa niko Mbeya Mbalizi, nikaambiwa kaka, nikasema naam. Kwenye eka zako 2 kuna watu wamepita. Mimi nikamuuliza nikasema, ni nani aliyepita? Akasema, unakuwa unawajua, unasali nao fellowship pale Mbozi. Nikasema, nikavuta taswira, nikamwambia Mungu unajua. Nilipovuta taswira nikasema, Mungu unajua. Walipojua watanifilisi, kumbe wanafilisika wao. Hakika nikamwambia Mungu, sikupanda bure yale mahindi, sikupanda bure lile shamba. Nilipokuwa nikipanda na mbegu niliomba, nikasema Mungu, adui yoyote atakayegusa ile shamba na ajulikane. Na kweli ghafla Mungu akawaweka wazi ile eneo. Aliyepita akasema, jamani, ninaomba mahindi ya kuchoma. Nilimwacha simamia yale mazao, hakuwepo. Yule mama akapita akavunja mahindi 6 kila kona. Nikasema sawa, najua alichokifanya kwenye hayo mashamba. Aliondoka na mabua yote hakuvunja mahindi kama mahindi. Aliondoka na mabua yote. Alipoondoka nayo akaenda. Lakini nilipofika mimi muhusika, nikaelekezwa. Nikasema, Mungu, ninavuna kwa kiwango ulichoniaidia. Wameenda lakini hawajafanyia chochote. Wanajiuliza, mbona tulichukua mahindi yake yakiwa yamekomaa? Akasema, hakika tulikochukua hakuna kilichotendeka. Bwana Yesu asifiwe. Paka wanazana wanasema, hakika Mungu anayemwabudu, Mungu anayemtumikia ni Mungu wa viwango. Kwa nini? Kwa sababu ninapoingia shambani nina ishara ya kumwambia Mungu, udongo huu ulionipa, ardhi hii ulionipa, naingia nayo kwenye maombi ili adui anapokuja aonage kitu kinachoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wanatumia vya kutumia, wewe mwite Mungu kwenye mashamba ya kwako. Wewe mwite Mungu kwenye hekari za kwako. Maana si wote wanaopanda kwa damu ya Yesu Kristo. Wengine wanapanda na miungu mingine, wengine wanapanda na madhabahu zingine. Leo hii ninakuhakikishia kwamba ili uweze kufanikiwa wako unaotupia mbegu, lazima uombe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema adui anakuzuia kufanikiwa kwenye uchumi. Kuna watu wengi wamefungwa kiuchumi mikono yao ili wasifanikiwe katika maisha yao, katika kazi zao, hata kama hizo kazi wanazofanya kwa juhudi kubwa na kwa nguvu kubwa sana. Sikia, kuna wakati naweza nikafanya kazi kwa juhudi sana na nguvu sana nikachoka, lakini ikiwa adui amenifunga mikono sitoweza kufanikiwa. Ikiwa leo mtu fulani anahitaji kukupa mtaji wa kufanya biashara, hakikisha ninakuhakikishia kwamba jaribu kumwambia Mungu jambo fulani. Mikono ya kwako je, iko huru? Bwana Yesu asifiwe. Iko huru? Na kama iko huru, ndipo unapohitaji kufanya hiyo biashara. Unaweza ukafanya biashara ndio, lakini ikiwa mikono ya kwako imefungwa ya rohoni, hutafanikiwa. Hata kiuchumi hutafanikiwa. Chochote unachofanya utaona unafanya tu, haufiki tamati, haufiki lengo lolote. Lengo la Mungu, makusudi ya Mungu ni kuona Wakristo wakifanikiwa kwenye uchumi walio nao. Sio wote ni wafanyakazi serikalini jamani. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wewe ni mkulima, mimi ni mkulima. Wewe ni mfugaji, mimi ni mfugaji. Kwenye uchumi huo mwambie Mungu. Mwambie Mungu. Unapofuga, adui anaweka jicho lake pale pale. Ana nguruwe 10 leo, hawa wakija kuzaa anakuwa ni milionea. Hata nikuta, ataniacha. Anatuma vya kwake, nguruwe wanakufa. Unabaki umejishika mikono kichwani unajililia. Nini? Kwa sababu adui ameamua kukufilisi.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo huwa ninakwambia, unapoanza kufuga eneo unaenda kujenga banda, jaribu kuombea lile eneo. Jaribu kuliombea kabla hujaweka mfugo. Unapoweka mfugo, adui yoyote anapokuja akutane na damu ya Yesu Kristo. Asione mfugo bali aone nguvu ya Mungu ikipita pale mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninapokaa kwenye eneo na kuanza kutengeneza banda hivi la pembe nne, ni mikono ya kwangu inahusika, mikono ya rohoni na mikono ya mwilini inahusika kufanya ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ninapomaliza kufanya ile kazi na kuingiza mfugo mule kwenye lile banda, namwambia Mungu, nilifanya kazi kwa mikono yote minne. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema mikono yote minne, mikono ya rohoni na mikono ya mwilini ilihusika kujenga hili banda hapa. Naweka mfugo huu kwa mikono yote minne. Mungu, tazama hii mifugo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wanafuga na vingine, wewe fuga na nguvu ya Mungu. Wewe fuga na damu ya Yesu Kristo, utaona ukifanikiwa kwenye uchumi wako wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana Mungu akufanikishe kila eneo unalogusa. Natamani sana Mungu akuinue kwenye kila eneo unalofanya. Haijalishi unalima, haijalishi unafuga, haijalishi unafanya kazi ya namna gani ile inayokupatia kipato halali, Mungu akufanikishe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja nifungulie kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 11. Kuna mistari miwili pale. Kuna mistari miwili. Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 11 na 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka 12. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka 17 mstari wa 11 na 12. Maneno ya Mungu yanasema, Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa ni mizito, basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia Haruni na Uria, wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata jua lilipokuchwa. Anasema, unapoamini kwamba Mungu yupo, unapoinua mikono ya kwako yote na kumwambia Mungu, niko hapa, pasipo kushusha. Ninapoinua mikono yangu juu na kumwambia Mungu, niko hapa, natangaza asili ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Natangaza asili ya ushindi. Lakini ninaposhusha mkono, natangaza asili ya udhaifu, kwamba nimeshindwa vita hivi. Nimeshindwa vita hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipoinua mkono wa kwake, mikono ya kwake, Israeli walishinda. Bwana Yesu asifiwe. Aliposhusha ile mikono, Amaleki walishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Nasema kwamba wakati unapofika wa kupambana vita, haistahili muumini kushusha silaha ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye uchumi kuna vita, watu hawajajua. Wanajua tu ni lelelele mama. Kwenye uchumi ulionao ni vita tena kubwa kusiko kuzania. Na ndio maana adui anasimamia hapo kwenye eneo la uchumi. Anasema huyu hana sehemu ya kwenda. Nikimpiga kwenye uchumi hapa, lazima tu atulie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninapoinua mikono yangu juu, ni ishara kutangaza ushindi. Mungu umenishindia hili eneo. Ninaposhusha mikono, ni ishara ya kukiri kwamba Mungu ninayekuabudu haupo. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wamefika kwenye hatua ya kushinda, afu baadaye wanashusha mikono, wanaonekana wameshindwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani Mungu akutangazie ushindi kwenye uchumi ulio nao. Natamani Mungu akutangazie ushindi kwenye uchumi ulio nao. Haijalishi adui alishika mikono ya kwako, haijalishi ni adui alitumwa miaka kadhaa mingapi. Natamka leo kwenye madhabahu hii, Mungu akutangazie ushindi kwenye uchumi ulio nao. Mungu akutangazie ushindi kwenye mifugo ulio nayo. Mungu akutangazie uchumi. Mungu akutangazie kufanikiwa kwenye uchumi ulio nao. Haijalishi
Walitumwa adui wangapi? Wakasema tukamfilisi yule mama. Wakasema ngoja twende sisi wenyewe tukafanya vya kufanya. Nasema hivi, natamka, Mungu akushindie kwenye uchumi walio nao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akushindie kwenye uchumi ulio nao. Mungu akushindie kwenye mifugo unayofuga. Maana watu wengi wanaanza kutazama, fulani yule pale anafuga kile. Laiti ningekuwa ni mimi, ningefika wapi? Anaanza kumwonea mwenzake wivu. Sikia, wenye wivu wote naamuru Mungu na waangushe chini. Mungu na wapige waangushe chini. Hawapendi wenzao wafanikiwe kwenye eneo la uchumi. Mimi nasema watu wengi hawapendi wenzao wafanikiwe kwenye eneo la uchumi. Haya, mwenzako ana nguruwe tu wawili, unawaangalia pale pale. Unamwangalia yule nguruwe wawili, unawaangalia wale wale. Unatamani hizo wafe leo wafe kesho ili asiwe nao. Lakini nasema anayekutamkia mabaya yamrudi yeye mara 100. Anayekutamkia mabaya kwenye ulimi wa kwake yarudi kwake mara 100. Naamini na itakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu wamekaa kwenye vinywa vya kwao kutamka maneno mabaya kwa wengine. Nasema nimesimama kwenye madhabahu hii, anayekutamkia mabaya kwenye uchumi wa kwako yamrudi yeye mara 100. Mungu hajawahi kushindwa na jambo lolote lile. Tunapoomba kwa viwango na imani, lazima Mungu ajibu. Lazima Mungu arudishe yale mapigo. Ikiwa alikupiga wewe hivi, Mungu anawapiga kwa upande mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usilie, simama kishujaa, mwambie Mungu niko hapa. Watu wengi wanajikuta wamepigwa ghafla, afu wanalala wanatulia. Sikia, unalala kwa nini? Usijihisi kama umepigwa. Na ndio maana ninasema mwili wa nje acha uchakae, lakini mwili wa rohoni una nguvu kuliko maelekezo, kwa sababu ndiko kutokako chemichemi za uzima. Ndiko kutokako nguvu zote za kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa nje ukiwa mdhaifu, acha uwe mdhaifu, lakini mwili wa rohoni unapokuwa na nguvu, ndipo ninapoona kuinuka tena. Ndipo ninapoona kuinuliwa tena. Na ndivyo ninavyotamka. Unapoona mwili wa nje umekuwa dhaifu, mwili wa rohoni sio dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanapojiona ni dhaifu katika mwili wa nje, lakini mwili wa rohoni sio dhaifu. Una nguvu kupita maelekezo na ni jasiri kupita maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ghafla mwili wa nje umenyong'onyea, na anajua kwamba mwili wa rohoni umenyong'onyea kabisa. Sikia nikwambie, mwili wa nje ukiwa dhaifu, mwili wa rohoni una nguvu kabisa. Mikono ya rohoni ina nguvu kabisa kupita maelekezo. Inuka, mwambie Mungu niko hapa. Mwambie Mungu niko hapa. Ikiwa nilianguka mara ya kwanza, sitamani kuanguka tena. Ikiwa adui walinifilisi, sitamani kufilisiliwa tena na adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 7. Kuna mstari mmoja pale. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 7. Anasema mstari wa 7, katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto. Katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudi pale pale. Nilipoinua mikono ya kwangu juu, nikamwambia Mungu ni ishara ya kushinda. Na nilishinda kweli. Niliposhusha mikono hii, nikawa ni ishara ya kushuka chini, kwamba okay, Mungu ninayemwabudu si Mungu wa viwango. Na ndio maana nikokwambia mkono wa kuume umebeba utajiri na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo anasema katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto. Watu wengi wao wanajiuliza, napata wapi silaha za kupambana na adui? Sikia, wakati unaposema huna silaha lakini Mungu anakuona una silaha, jambo la kwanza, maombi ulionayo ni silaha tosha sana za kumsambaratisha adui. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ulionayo ni silaha kubwa sana za kumsambaratisha. Ikiwa amekamata mikono ya kwako yote miwili, ikiwa unaona unashambuliwa mikono ya kwako yote miwili, mkono wa kiume, mkono wa kuume na mkono wa kushoto, sikia, maombi ulionayo ni silaha kubwa ya kumsambaratisha adui kwenye ulimwengu wa roho giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote nasema adui hawezi akaondoka kama huna nguvu za Mungu ndani. Adui hawezi akaondoka kama huna nguvu za Mungu ndani. Hilo ni moja. Unapokuwa na nguvu za Mungu ndani, unakuwa na uwezo wa kuiombea mikono yako ya rohoni. Lakini ukinyamaza kimya hivi ukisema nitafanya, siku zinaenda, miaka inaenda, huoni kufanikiwa, huoni kubarikiwa, kwa sababu mikono ya rohoni imefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na nguvu za Mungu ndani, hakikisha kwamba adui hana nafasi kwako ya kukamata mikono yako ya rohoni na ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wao wataanza kujiuliza, nafanyeje hapa? Sikia, vya kufanya ni vingi kwenye eneo la kuombea mikono. Mungu anaweza kukuombea ombea mikono, kumbe unaombea miguu ya rohoni. Miguu ya rohoni ina wakati wake ya kukusaidia kupiga hatua mbele. Watu wengi huoni kwamba huwa hatua zao zimekuwa ni ndogo sana, wanatembea taratibu, mwisho wa siku hawafiki lile eneo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapoombea miguu ya rohoni, ukishakisha kuiombea miguu ya rohoni, inakupa ile spidi ya kutembea viwango vya juu. Unapoombea mikono ya rohoni, inakupa ile spidi ya kufanikiwa kwa viwango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio matamanio ya Mungu kuona Mkristo akifanikiwa kiuchumi. Kazi zote anazozifanya ndivyo anavyotamani aone ukifanikiwa kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ndio matamanio ya Mungu, wapendwa. Hakuna kinachomgusa Mungu kama kuona Mkristo akifanikiwa kwenye uchumi. Mkristo akiona akifanikiwa kwenye biashara, Mkristo akiona akifanikiwa kwenye kila kazi anazozifanya, anajiuliza, je, asipofanikiwa inapofanikiwa nini? Anajiuliza, je, asipofanikiwa inapofika Jumapili atanitolea nini? Na ndio maana Mungu akaachilia ufahamu ndani yetu wa kufikiri jambo. Alipoachilia ufahamu, akatupa na mikono ya rohoni. Alipotupa mikono ya rohoni ya kutenda kazi, mikono ya mwilini kufanya kazi kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inapofika siku ya Jumapili, aone kwamba kila aliyempa neema na uzima na uhai wa kwake akiinuka kwenye kiti na kumshukuru Mungu kwa siku alizokaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ninavyokuambia kwamba pasipo nguvu za Mungu ndani yako, huwezi kumuondoa adui kwenye malango. Huwezi. Lazima uwe na nguvu ya Mungu ndani ili uweze kumuondoa adui aliyesimama kwenye mikono ya kwako au kwenye malango ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Marko, naenda kumaliza. Fungua kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 17. Marko sura ya 16 mstari wa 17 na wa 18 tu hapo. Marko mtakatifu, ili tuwe na muda wa kuomba, wapendwa. Marko mtakatifu sura ya 16 mstari wa 17 mpaka ule wa 18. Anasema, na ishara hizi zitafuatana nao, na hao waaminio kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kuficha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao
watapata afya njema, na ishara hizi zitafuatana nao: waaminio kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Watapata afya. Bwana Yesu asifiwe. Narudi pale pale nyuma, nimekwambia hivi, siwezi nikaomba na mtu kama mikono yangu ina damu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anatuambia kwamba tutanyosha mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Tutanyosha mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Nitanyosheje mikono yangu juu ya wagonjwa kama mikono yangu inaonekana ina damu? Nitaomba ndio, lakini yule nitakayemwombea hata fungu, kwa sababu mikono yangu haijatakaswa, ina damu. Bwana Yesu asifiwe. Ili niweze kuomba na watu, lazima mikono hii itakaswe, maana ina damu ambayo haina hatia. Nimemwaga damu ambayo haina hatia. Nimefanya uasi ambao hauna hatia. Kabla ya hapo, lazima nimwambie Mungu, takasa mikono hii. Takasa mikono ya rohoni na ya mwilini. Ili ninapoingia kufanya jambo hili, Mungu nifanye kwa mapenzi ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo kusudi la Mungu, wapendwa, na ndiyo nia ya Mungu siku zote. Unapotamani kufunguliwa, unapotamani kufanya jambo, mikono ya kwako yoyote isionekane ikiwa na damu yenye hatia mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mikono yenye hatia ya damu imekuwa ni kipingamizi mbele za Mungu. Tunaweza tukaenda kwenye, usione mtu akifunguliwa, kwa sababu mikono yetu imejaa damu mno. Na ndio maana anasema kabla hujafanya chochote kile, lazima ujikague ndani ya nafsi ya kwako. Ukishakwisha kujikagua, ndipo unakuwa huru kwenda mbele za Mungu na kumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matamanio ya Mungu, matamanio ya Mungu ni kuona Wakristo tukifunguliwa. Akiona Mkristo akifunguliwa kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la biashara, kwenye eneo lolote analofanya na anajaribu kufanya kazi za kwake binafsi. Unajua wengine ni wafanya biashara, kuna biashara zimetofautiana. Wengine Mungu amewabariki, kwenye mikono yao wanatengeneza mandazi, kwenye mikono yao hiyo hiyo, mnasema kwa lugha nyepesi, mikate ya kuoka, ile ya duara. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mikono hiyo hiyo, wengine Mungu amewapa neema ya kulima bustani za mboga mboga. Hawalimi mazao makubwa ya biashara, wanalima mboga mboga. Kwenye mikono hiyo hiyo, Mungu amewabariki watu kufanya biashara. Wengine wanajumua nguo wanapeleka minadani. Hiyo ni biashara, bado eneo la uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shida inakuja hivi, nafanya biashara ndio sawa, kama adui amesimama kwenye mikono ya kwangu, naenda kujumua mzigo wa 300,000, faida napata 100,000. Huoni bado kwamba ni changamoto? Bwana Yesu asifiwe. Huoni kwamba bado ni changamoto? Huoni kama bado ni changamoto? Najumua mzigo wa 300,000, faida napata 100,000. 100,000 yote imekufa. Wakati inatakiwa unapojumua mzigo wa 300,000, lazima faida iwe 150. Hiyo ni faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, unapopata faida ile, unapopata faida hapo hapo, adui naye anatazama kwenye faida ile, anataka ale pale pale kwenye ile faida. Wakati huku mtaji unataka kuanguka, adui anaangalia, anasema ngoja tule faida naye, alafu akirudi kwenye mtaji tuangalie amebakiwa na kiasi gani. Narudi kwenye eneo lile lile. Kabla hujatafuta mtaji, jaribu kumwambia Mungu, nataka nifanye biashara hii. Na Mungu anapokuambia fanya mwanangu, kumbuka kwenye ile 300,000 ulioitafuta, jaribu kutenga, kumwambia Mungu, kwenye 300,000 hii hapa na kutolea sadaka hii hapa. Linda mtaji wa kwangu.
Ninapoingia kufanya biashara, Mungu, nisione adui akiingia kwenye biashara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shida inakuja hivi. Mimi ni Mkristo. Mungu amenisaidia, amenibariki, ameniinua kwa viwango vya juu sana. Natoka hapa naenda, napanda tu usafiri mkubwa, naenda najumua mzigo, naleta hapa Tanzania. Lakini hajawahi kumbuka ni nani aliyemfanikisha hilo eneo. Ni nani? Ni nani? Anaanza kujiuliza kwa akili zangu nilizo nazo, kwa macho nilionayo. Lakini baadaye anarudi anajitathmini. Kama sio Mungu aliyekuwa pamoja nami, nisingefika ile eneo. Na ndio maana watu wengi wamefika kuishia lile eneo hivi na kutazama, kwa sababu iko hivi. Alitafuta mtaji wa 300,000. Hakukumbuka kumtolea Mungu eneo. Bwana Yesu asifiwe. Wafanyabiashara wengi wanafilisika kwa sababu kwenye lile eneo anapotafuta mtaji wa 300,000, anajua yako 300,000. Hapana. Ili uweze kufanikiwa kwenye hilo eneo, lazima umpe Mungu sehemu ya kwake, ili anapoagiza malaika wa ulinzi kwenye biashara ya kwako, kwenye mtaji wa kwako, kwenye mikono ya rohoni ya kwako, asione adui kuingia lile eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio matamanio ya Mungu siku zote. Lakini Mkristo, mimi nimejisahau mno. Sijajua kwa nini. Kwa nini adui amekusaulisha kwenye kiwango hicho? Kwa nini adui amekusaulisha hilo eneo? Sikia. Unapofika wakati wa kusahau, naye Mungu atakusahau. Lakini unapofika wakati wa kukumbuka, naye Mungu atakukumbuka daima. Mimi nasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatazami pesa ulio nayo. Unaweza ukaja na pesa aisa, ukaja na mazao ulio nayo. Yote ni sadaka mbele za Mungu, najua. Bwana Yesu asifiwe. Sio pesa unayotoa mfukoni. Anaangalia, ndio mwanangu pesa anategemea mazao. Njoo na mazao ya kwako. Anajua ni sehemu ya uchumi alio nayo. Njoo kwa Mungu kwenye madhabahu. Mungu atakusaidia. Atakuinua pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani Mungu akufungue kwenye lile eneo ambalo wewe unajiona umekwama. Mimi sijajua ni eneo gani umekwama, lakini natamani Mungu akufungue mikono ya kwako ambayo adui amekamata. Umeshindwa kufanikiwa kwenye uchumi ulio nao. Umeshindwa kufanikiwa kwenye biashara ulio nayo. Umeshindwa kufanikiwa kwenye mitaji ambayo unapata inaisha, hujui inakokwenda. Mwite Mungu leo akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tamanio la Mungu, wapendwa. Mungu hana matamanio mengine kuona. Anatamani kuona Mkristo uliopo mahali hapa unafanikiwa kwa viwango, ili mwisho wa siku unapokuja kumshukuru Mungu, umshukuru kwa viwango. Na ndio maana huwezi ukafanikiwa wakati mikono ya kwangu imekamatwa. Kuna mtu anaweza kawa anaishi na vifungo, lakini hajui kama anaishi na vifungo. Ninakwambia, kuna mtu anaweza kawa amefungwa, lakini hajui kama amefungwa. Lakini unapoenda mbele za Mungu katika haki na kweli na imani ulio nayo, Mungu anakufungua. Mungu anakufungua. Haijalishi ni wakati gani ulio nao, ni siku gani atakufungua, lakini nasema hivi, papo kwa papo Mungu anakufungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kuona Mungu akinifungua. Sio wewe tu, wapo watu waliofungwa. Uwezo ukachua ni eneo gani adui amekufunga, ni eneo gani maadui wamekaa. Yesu Kristo nisaidie. Mungu anisaidie. Mungu anisaidie. Ninasema, ikiwa ninajua natamani kufanikiwa kwa viwango, lazima nione mikono ya rohoni inafunguliwa, ndipo mikono ya fanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo mikono ya rohoni kufunguliwa, mikono ya mwilini itakuwa ni legevu kila wakati. Haitafanya kazi kwa viwango. Haitafanya kazi kwa bidii siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo matamanio ya Mungu na ndio kusudi la Mungu, wapendwa.
Mungu hana kusudi lolote. Anatamani kuona Mkristo ukifunguliwa. Anatamani kuona Mungu akikutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, kwenye uchumi ulio nao, kwenye kazi unazozifanya kila siku na kila saa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anikumbuke, Mungu akukumbuke. Mungu anikumbuke, Mungu akukumbuke. Kwenye hatua tunayoelekea ni hatua nzito sana. Beba ujasiri wa Mungu ndani yako. Beba nguvu za Mungu ndani yako. Unapoingia kuomba, usitazame jirani anaombeje. Omba wewe kama wewe. Omba wewe kama wewe. Mwite Mungu akufungue wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Omba Mungu akufungue wewe kama wewe. Watu wengi tunapoingia kuomba, anaanza kumtazama jirani anaombeje. Sikia. Unapomtazama jirani anaombeje, mwenzako anafunguliwa, wewe unabaki pale pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Unabaki pale pale ulipo. Pale pale ulipo. Unapoingia kuomba, omba wewe kama wewe. Usimtazame jirani yako anaombeje. Natamani Mungu ili eneo apitishe nguvu za kwake. Apitishe nguvu za kwake. Usiwe mzito kumruhusu Mungu aingie ndani yako. Ruhusu Roho Mtakatifu aingie. Afanye anavyotaka yeye. Ruhusu Mungu akukague. Akisha kukagua akupeleke moja kwa moja anakotaka yeye. Anapoona kuna kifungo, Mungu akufungue. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoingia kwenye ombi hili moja ambalo Mungu amesema na mimi, natamani Mungu akufungue mikono iliyofungwa ya kiroho na ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikatembea siku kadhaa kwenye hili ombi, lakini siku ya mwisho mtu anafunguliwa pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikatembea siku kadhaa kwenye hili somo, lakini dakika za mwisho Mungu anaachilia muujiza wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu wa kukata tamaa mapema. Mwite na jirani yako aliyo mbali. Unapomwita na ndugu yako aliyo mbali, na ndio sadaka zako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui ni wakati gani na saa gani Mungu anakuja. Hawajui ni wakati gani Mungu atawafungua. Hawajui. Laiti wangejua, wasingekuwa wazito namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie.